Nilikuja hapa nilikuwa nimepitisha matatizo fulani. Ulikuwa Nimepitia kwenye matatizo. Matatizo gani wengine hawajui? Si unajua huduma hii kila siku nani? Nilipata ujauzito kabla ya huyu. Kabla ya huyu. Katika kwenda kujifungua ndo nilipitia matatizo mengi, nikafanywa operation, nikaja nikamtoa sio kwa riziki. Daktari akaniambia kwamba kwa hiyo ujauzito uliotoka hautaweza kupata mtoto tena. Hautaweza kupata ujauzito tena. Ndio. Na katika ile kujifungua kwani nilipitia matatizo makubwa. Hebu eleza basi kwa kifupi, sema nilikuwa hivi. Kwa kifupi nilipata uchungu, nikaenda levolosi. Kabla ya siku 5 nyuma nilipima damu, nilikuwa na damu 12, lakini nilipopata uchungu nikafika levolosi na damu 8. Levolosi wakasema hawawezi, maana nilianza kubadilika rangi. Wakaniletea Bliss, nikaenda Mantumeru. Nilifika Mantumeru na damu 5. Kwa hiyo ninapozidi kwenda, unapozidi kuendelea damu inazidi kuisha mpaka damu ikafika 3. Na pia mapigo ya moyo yalikuwa yanazidi kushuka. Sasa wakasema sasa tutamfanyaje operation? Pressure iko ndio inazidi, pressure inashuka, hana damu. Kwa hiyo hatuwezi kumfanyia operation. Katika ile wanaongea ndio nazidi kuzidiwa. Pale mtoto alikuwa anapanda juu. Mpaka madaktari walikuwa wanapokezana kumzuia hapo. Wanamzuia? Alikuwa anapanda huku juu. Mtoto badala ashuke anapanda juu. Kwa hiyo madaktari wanafanya kumzuia. Wengine wameenda kutafuta oksijeni, wanafanya kumzuia. Lakini ikafika mahali nikapoteza kabisa pumzi. Akaja daktari mmoja akasema tayari huyu. Lakini namsikia. Yaani wewe hausikii, hawakusikii, lakini wewe unawasikia. Nasikia kwa mbali. Sasa nipo hai. Natamani kuongea lakini siwezi. Nimelala. Kama nitakunyanyua kidole nifanye hivi waone, angalau wataone kidole kama nacheza. Siwezi. Unaposema bwana akashukua shuka nyeupe. Wakanifuja. Hapo ndo nitamani nitakunyanyua mkono kupiga hiyo shuka hivi. Walichukua? Si nimelala kitandani, walisema mapigo tayari yameshakufa, kwa hiyo mapigo ya moyo hamna. Sasa lakini nawasikia. Natamani akaja daktari mmoja akashuka shuka nyeupe akanifunika ile, kama anavyofunika marehemu. Sasa natamani hata kupiga ile shuka kwamba jamani sijafa eti msinifunike, siwezi. Wakanifunika, basi wakachukua kile gari kama kitanda ile sio nahitaji. Wananipeleka sasa mochwari. Kwa ajili ya anasema utayari. Katika nimefika mlango hivi, mlango wa kutokea sasa kushuka huku chini nishuke mochwari. Akaja daktari ambaye alikuwa ameenda kutafuta oksijeni. Lakini wao unawasikia lakini wao hawanisikia, lakini siwezi kuongea, siwezi kunyemea, siwezi kufanya ishara yote kuonyesha kwamba nipo pamoja nao. Siwezi. Nikakutana na yule daktari akasema, "Tayari, rudisha nini? Oksijeni, rudisha oksijeni tayari huyu." Kwa daktari akasema hapana. Akashika mikono miwili hivi. Akanifunua akanipiga ya kwanza akanipiga ya kwanza kifuani, akanipiga ya pili, hata nikaamka naye. Ukaamka naye? Tuta Yesu. Amen. Nikaamka naye. Akanivalisha ile oksijeni. Sasa hawakuchelewesha, hakuna cha kusema nenda kwenye theater, atasema theater wala nini, wakazungusha ile kitanda cha kijani. Nilikuwa nimevaa gauni langu. Wakachia ile hamna hata muda kuvua chana wakanimwagia ile maji yale kama nisikaputi ile. Hamna sio ile sindano. Wakanimwagia wakanichoma nisikaputi. Nifanyia operation. Kunyanyuka. Sasa mawazo ilikuwa naanza kama kufa. Nimenyanyuka ile chupa changu nyeupe. Kwa mpiga rangi nyeupe. Nikasema Mungu wangu nimekufa, niko mbinguni. Nikasema Mungu umeniua. Mungu jamani nirudishe. Nirudishe. Tukana mtu kwenda. Nichukue saa hiyo. Saa hiyo. Unaona kama uko mbinguni. Kwa sababu sasa katika ile kufanya operation ile kuniokoa akili sikoni na tayari nikanajua nimeshakufa. Nikamwambia Mungu wangu, ukinirudisha tu kweli sitafanya. Nikifanya tu kosa, nikitukana, atachukua saa hiyo. Nirudishe. Nina ushuhuda. Huyu Yesu kweli anafanya. Kama nimechanganywa vile wakanipiga sindano ya kulala. Maana nilikurupuka, nilikuwa
ile naniza ya vitamini, ya damu kubwa hapa, ya maji. Yaani nilikuwa na drip kila mahali. Kwa sasa nikanyanyuka ile wenge ile wakanisema kama natoa fujo, wakanichoma sindano nikalala. Nilipolala kuamka tena akapita nesi amevaa nguo nyeupe. Nikasema malaika. Napelekwa wapi Mungu wangu? Mungu. Yaani nililia kwa uchungu. Lakini wakaja tena wakanichoma sindano, maana akili ilikuwa sawa, wakanichoma nilipoamka. Wakaanza kunifanyia counseling. Nikarudi wakaniambia sasa uko mbinguni, mbona una simu ni kuna simu, hamna simu mbinguni. Sura mbona mume wako huyu hapa, kwani mume wake amekufa, basi kama mume wako amekufa basi kama ni kweli wakanifanyia tu counseling hivyo nikaelewa. Basi lakini baada ya muda kidogo nimekaa kama wiki mbili, wakapita daktari mkubwa akaniambia kwa jinsi ulivyopitia na kufanywa ikaka hauwezi kupata tena mtoto. Kwa jinsi ulivyofanyia na ile tatizo uliopata huwezi kupata tena mtoto. Huwezi kupata tena mtoto. Kabisa. Kwa nini? Walikwambia shida nini? Walikata nini labda? Waliniambia angekata mirija. Walikata mirija uzazi. Yote kabisa. Kwa hiyo huwezi kubeba mtoto. Kubeba mimba. Doctor specialist amekwambia. Siwezi kubeba mimba. Walikata waokoe roho yako. Nikaja hapa nikakuta alikuwa si maombi ya kutoa sadaka ya redio. Hivi vitu nikakupa sadaka ukaniambia kama hao nilivyowaita. Ukaniambia hivi ukaniambia mtoto yuko wapi? Na mimi ninapotamka yanatokea. Angalia mtu amekaa hapo. Wangapi wanaamini leo nilichotamka yanatokea? Wangapi wanaamini ninaposema na mtu atatokea? Hivi una imani? Una imani? Ukaniambia mtoto yuko wapi? Mimi nimekwambia nani mwanangu? Nahisi ulikuwa umenisahau. Unajua unanijua lakini wewe umenisahau. Maana sinakaa muda mrefu. Kwa nini unakaa muda mrefu wewe? Ukaniambia mtoto yuko wapi? Nikamwambia mimi sina mtoto. Akaniambia mbona sina mtoto? Mbona mimi nikamwambia mtoto inalia? Wapi mtoto? Mtoto yuko wapi? Nikamwambia sina. Akaniambia hapana, nasikia sauti ya mtoto analia. Nasikia sauti ya mtoto. Analia. Hivi can you imagine? Unajua wakati mwingine nikaongea na wewe unajiuliza huyu mtu anaona kweli au ni uongo? Yaani hivi wewe usikii mtoto? Sisikii. Mimi nakwambia mimi nasikia. Hapo nishaka kama miezi sita. Nimeshasahau. Nimeshasahau. Sio ndivyo niambia habari ya mtoto ngombe. Mimi sina mtoto. Hata hujaona. Sina mtoto mdogo, yani sina mtoto mdogo hapo. Kulia. Ukaniambia hapana, nasikia sauti ya mtoto. Nikakuhadithia ilivyo nitokea ukaniambia utazaa. Nikakwambia? Utazaa, utabeba mimba na utazaa. Sasa nimekwambia wewe bado ni mdogo. Nimekwambia ongea ulivyoongea. Uniambia mimi bado ni mdogo, ukaniuliza una watoto wangapi? Nikamwambia na wawili. Umeridhika na hao wawili? Nikamwambia hapana. Ukaniambia basi utabeba mimba na utazaa. Nimekwambia umeridhika na hao wawili? Ukaniuliza umeridhika? Nikamwambia hapana. Nikamwambia kwanza wewe bado mdogo. Bado ni mtoto mdogo. Na ni kweli bado ni mtoto mdogo. Hivi ungeisha watoto wawili kweli? Na mume wako aliridhika? Alijua hilo? Alikuwa anajua lakini ameridhika tu. Ameridhika tu. Sasa madaktari wameshasema hivyo, huwezi pingana nao. Huwezi pingana na daktari. Nikakwambia wewe bado mdogo. Wewe bado. Ukaniuliza umeridhika kuwa na watoto wawili? Nikamwambia hapana. Nikakwambia na kutamkia unaenda kupakata. Uliaminije? Ulifikirije hilo neno nilipokuambia hivyo? Kwa kweli kwanza mimi namshukuru Mungu. Hii madhabahu yani chochote unachonitamia kwa kweli sinaga wasiwasi. Haunaga wasiwasi wewe? Sinaga wasiwasi. Unaamini inatimia? Ndio nisemeje. Mwimbaji Sela alisema mara ngapi imetamkwa hapa ya kati. Aliimbaje ile wimbo? Sasa mbona mimi sio mwimbaji jamani? Au ni wimbo wapi? Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Nilipotamka hivyo ukaondoka nyumbani. Kaondoka. Tena mimi nimekuuliza mbona nasikia sauti ya mtoto? Wewe ulikuja kwa ajili ya sadaka ya kunishika kwa ajili ya redio. Haukujua nitakutamkia hivyo. Haukujua nitakwambia hivyo. Nikakwambia unakwenda kubeba mtoto. Kwanza bado yeye ni mdogo. Unatakiwa uzae. Hivyo ungewaisha watoto wawili ungejisikia hivyo. Yule jamaa angesimama kweli na wao. Nilipotamka mtoto ndio huyu. Ndio. Amenifanyia amani. Anaitwa nani? Anaitwa Brilliant. Brilliant.
Umeona nguvu ya neno? Mtoto huyu ni nguvu ya neno. Na kutamkia, utaona nyumba nguvu ya neno. Utaona biashara nguvu ya neno. Utaona mtaji nguvu ya neno. Utaona watu wakikutafuta nguvu ya neno. Neno la Mungu ni moto, lazima itafanya. Mwanangu, tulikuwa tumemwita mbinguni, akaja. Leo nasikia raha. Ndio leo umekuja kushuhudia? Ndio. Kabisa. Tumekuja rasmi leo. Ndio. Amekuwa umeamua mkutori. Hivi mbona baba uji naye? Baba. Acha mambo ni mengi. Jamani, Mungu anaweza, hawezi? Daktari amesema hakuna linalowezekana tena specialist tena wakamwambia hapo ulipofika huwezi kubeba mimba tumechana mirija ya uzazi, haipo. Akaja kwa Elisha ndani ya miezi 6. Elisha anasema bado yeye ni mtoto mdogo, watoto waingie tumboni na kutamkia ukazae. Hivi baada ya kutoka ulichukua muda gani? Hapa sikuchukua muda mrefu. Yaani umetoka tu? Sikuchukua muda mrefu. Sasa hii nani alitengeneza zile mirija? Yes. Tuseme Yesu bana. Jamani, kwa Yesu hakuna lisilo. Kuse basi mzamando, kwa Yesu hakuna lisilo. Mtu ameambiwa hawezi kuzaa tena wamekata mirija yote, ulikuwa unakuwa tu hai wake, wameshakatia sana. Amekuja kwa Elisha. Mungu Elisha anasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu. Nani amefanya mwanangu? Yesu. Sema Yesu. Yesu. Si Mungu akubariki. Njoo mwanangu, njoo. Sawa, unapatikana madhabahu. Haya. Namshukuru Mungu pia katika kujifungua. Ulinitamkia kwamba nikajifungue kwa wepesi afu nikutane na madaktari sahihi. Mimi nimekutamkia tena? Kwamba yaani ukienda kujifungua, maana nilikuwa na vita pia kuja kujifungua. Ukaniambia ukienda kujifungua ukutane na madaktari sahihi. Nilifika kule nikakutana kule na madaktari waliookoka. Sahihi. Ndamkia. Wakakusaidia haraka. Tena kwa upendo. Katika zile kupigwa sindano zile za nusu kabuti, nilipigwa kama sindano 9. Zinavunjika tu mgongoni. Yaani zinakataa. Mpaka wenyewe wakasema wenyewe hapana, tusali. Ukakutana na watu sahihi. Yaani 9 ya 10 ndio inaenda kukubali. Sindano 9 ya 10 ndio inaenda kukubali. Na ukajifungua kwa uwepesi. Nikafanya operation, nikajifungua kwa uwepesi. Na leo na mtoto. Na pia kudonda pia ilianza kusumbua. Mama akaja hapa akasema hamna shida. Ndivyo ni vita tu ambavyo vilikuwa vinaambatana na yeye. Mama alikuja nikaona hiyo kitu. Nikasema mama hamna shida. Hiyo vita tu. Nikatamka neno, kidonda kikapona. Kikakauka, maana ilikuwa haitaki kukauka kabisa. Baada ya neno. Baada ya neno ndio ikakauka. Wangapi wanakuja kwa Elisha kula neno?